wachezaji wao wote wa kutumainiwa, akiwemo uchizi katika mechi hii ya kusaka hapo chini ya kocha Edson Top Carlos Ndong. Young Africans wakiwa na mchezaji mmoja tu ambaye pale jijini Mbeya. Karibu sana katika dakika 45 za kipindi cha kwanza mechi ya ligi ya mabingwa Afrika, raundi ya pili kwenye mzunguko wa awali wa kusaka tiketi ya kucheza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu 2025-26. Kumbuka kwamba ni Silver Strikers ya Malawi dhidi ya Young Africans ya Tanzania. Amechezewa ndivyo sivyo Mohamed Dumbia, na ni mpira wa kutengwa faida ya Young Africans. Utakuwa nami Alwatan Ramadhan Ngoda katika matangazo haya ya mechi hii nzuri kabisa inayochezwa katika uwanja wa taifa wa Bingu uliopo Lilongwe nchini Malawi. Amepambana Maxi Nzengeli lakini hakufanikiwa. Mpira unakwenda nje na kuwa ni goal kick. Anautenga mlinda mlango George Chikoka. Wakicheza na mfumo wa 4-3-3 Silver Strikers. Wachezaji watatu juu ya walinzi wanne na juu yao wakicheza watu watatu. Maxi Nzengeli ameweka kumtafuta Andy Boyeli, lakini wa kwanza ni mlinda mlango Chikoka. Alipiga cross ya kumkadiria Andy Boyeli, lakini ilikuwa ni nyepesi kwa mlinda mlango Chikoka. Wamekusha anza Silver Strikers. Daniel amekataa Young Africans. Shadrack Isaka Boka ameuchip mpira, amerejea tena katika umiliki wa Young Africans. Ni Pedro Pako Mzuzwa, amekataliwa. Daniel wanajaribu kuondoka sasa mapema sana, wakitaka kufanya jambo katika uwanja nyumbani. Piga shuti la chini ambalo linadhibitiwa na Dickson Job. Kwa mpira mwingine ndani huko, lakini unakwenda nje na kuwa ni goal kick. Katika vitu ambavyo Silver Strikers bila shaka wanavifahamu na imewalazimu kuvifahamu ni juu ya ubora wa Young Africans katika michezo ya preliminary round ya msimu uliopita na msimu huu pia. Yanga ikifunga magoli 17 katika michezo miwili ya raundi za awali za ligi ya mabingwa Afrika msimu uliopita. Aggregate ya 10-0 dhidi ya Vitalo na aggregate ya 7-0 dhidi ya CBE. Na tayari msimu huu amekusha anza na Wilete na kushinda kwa aggregate ya 5-0. Mudathiri Yahya. Maxi mtu chini, yeye ameondoka na mali. Maxi mpia Nzengeli, tenga pasi ile. Mudathiri Yahya anamwekea tena Maxi Nzengeli, hesabu zimekwenda kombo na mpira unakwenda nje na kuwa ni goal kick. Alifanya mkimbio mzuri Maxi mpia Nzengeli, na walionana vizuri sana yeye na Mudathiri Yahya, ile nipe niende, lakini mpango haukufikia mwisho kwa mafanikio. Dakika 3 za Young Africans kujaribu kutafuta kitu cha mapema cha kuifanya mechi hii kuwa nyepesi kwa upande wao. Chikoka ameufuata na ameuwai. Pako Mzuzwa, Pako kwa Andy Boyeli, amegani mpira na mwekea tena Profesa Pako Mzuzwa. Pedro amedhibitiwa na mwamuzi anasema umechezwa mpira, ni fair challenge. Daniel Sandukira, pasi ya kupenyeza lakini anaizima Ibrahim Abdullah. Shadrack amepita bwana. Shadrack Isaka Boka ameona hakuna usaidizi, kenda na Pako Mzuzwa, unadhibitiwa mpira wake, jaribu kucheza kwa utulivu. Nixon Mwase, Sandukira, Mwase, Dixon Joe usinga kwenye mkono wake wa kushoto. Matumaini ya Young Africans katika safu ya ulinzi. Amecheza ndivyo sivyo Mohamed Dumbia, na ni mpira wa kutengwa kuelekezwa Young Africans.
alikwenda kuruka, Hamed Doumbia akaukosa mpira, akacheza mwili wa mpinzani na mwamuzi akaiona kwamba amecheza ndivyo sivyo kwa Chikondi Kamanga. Diarra, Israel. Mwamuzi anasema amechezewa ndivyo sivyo Israel Patrick Mwenda, na ni mpira wa kutengwa kuelekezwa Silver Strikers. Alikuwa anaondoka Israel ambaye leo amepata nafasi ya kwanza kama mlinzi wa kulia kama ambavyo alianza kwenye mechi iliyopita dhidi ya Mbeya City pale katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine. Baka, Pacome tena, Andabwile, Israel, Doumbia amemwona Israel Patrick Mwenda, anautenga mpira kwa vipas Maxi Nzengeli. Wamepishana na mipango, umerejea tena katika umiliki wa Young Africans. Ibra Baka kwa Mohamed Doumbia, Boka, Doumbia ameyamisha na imefika kwa Israel Mwenda, Mwenda kwa Maxi Mpia Nzengeli, Maxi mpira wake umeguswa umekwenda nje, ni kona, faida ya Young Africans. Mpira ukitolewa nje na nahodha Chikondi Kamanga, mchezaji ambaye anadumu katika eneo la kiungo kwenye timu ambayo kwa kiwango ama kiasi kikubwa, asilimia kubwa ikiundwa na wachezaji wazawa wa nchi ya Malawi. Maxi Nzengeli piga kona moja deep, mpira umevuka kwa mujibu wa mwamuzi, ulikwisha toka nje na ukarejea tena uwanjani, ni goal kick. Shadrack Isaka Boka akianza katika nafasi ya mlinzi wa kushoto wa Young Africans leo hii kwenye kikosi ambacho kimefanya mabadiliko ya mchezaji mmoja tu kutoka kile ambacho kilianza dhidi ya Mbeya City. Chikoka, Mwase, Pedo, Mudathir kwa Andy Boyeli, anapambana Andy Boyeli, lakini wanaocheza uzuri sana walinzi wa Strikers. Mwamuzi anasema ni kona, umekwisha vuka goal line, ni kona kwa faida ya Young Africans ambao walikaribia kutafuta goli hapa la kuongoza kupitia kwa Andy Boyeli ambaye alikuwa akiweka shinikizo kwa walinzi wa Silver Strikers. Ni shinikizo ambalo limepata faida, kwani ni kona kwa faida ya Yanga ikichongwa na Pedro Pacome Zouzoua. Pacome kosa ule mpira, Ibra Baka anapigwa pasi moja ndefu ambayo haina faida kwa Silver Strikers wala madhara kwa Yanga. Anaotokea Djigui Diarra, mlinda mlango wa kimataifa na mlinda mlango nambari 1 wa timu ya Mali, mlinda mlango wa zamani wa Stade Malien. Shadrack Boka, upande wake kushoto ni Pacome Zouzoua, ndipo alipoona pa kuweka mpira. Pacome ajaribu kutanguliza lakini wanakataa Silver Strikers. Sandukira, Daniel kianza na Nixon Mwase, nahodha Chikondi, piga pasi ndefu inakataliwa na Ibra Baka. Inapigwa pasi ya ndani, imefika, wanaondoka Silver Strikers, lakini Baka anakaa imara na kuchezewa ndivyo sivyo. Mwamuzi anasema amecheza ndivyo sivyo Andulu Yose. Tangu msimu uliopita Young Africans haijaruhusu goli wala hakuna mechi yoyote ya hatua za awali za ligi ya mabingwa ambayo ilimalizika bila wao kufunga goli. Walishinda goli moja bila dhidi ya CBE kwenye mchezo wa kwanza kabla ya kushinda magoli 6-0 katika mchezo wa pili na kupata aggregate ya magoli 7-0.
lakini kwenye raundi ya kwanza inakumbukwa kwamba walishinda magoli 4-0 dhidi ya Vitalo na kushinda magoli 6-0 katika mechi ya pili, kufanya Yanga kuwa imefunga magoli 17 na kutoruhusu goli lolote katika msimu uliopita kwenye hatua za awali kama hizi za kusaka hatua ya makundi, wakivuna jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 85 katika michezo miwili tu ya raundi za awali kwenye ile kampeni na hamasa ya goli la mama. Na msimu huu tayari wameshafunga magoli 5 chini ya Roman Falls, wakivuna milioni 25 katika milioni 5 za kila mechi.